Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kristo, Mungu ni mwema kila wakati. Naomba tumshukuru Mungu kwa makofi na vigelegele kwa Dominika hii ya leo, ambayo ni Mungu ametupa kama zawadi katika safari yetu ya maisha. Kila siku Mungu anayokupa ni zawadi kutoka wapi? Kwake. Nawe hauna budi kumwambia Mungu asante. Ndio maana nasema nikuombe sana, kila ukiamka asubuhi na kuona kamwanga kajua katika macho yako, mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante, kwa sababu hauna cha kumlipa, hauna cha kusema mbele yake isipokuwa kwenda kwake na moyo wa shukrani. Ndugu zangu katika Kristo, leo tunafanya sherehe ya Epifania, sherehe ya tokeo la Bwana, sherehe ya tokeo la Bwana. Na ndio maana kama nilivyosema katika utangulizi, tokeo hili tangu kipindi hicho cha Agano la Kale katika historia ya wana wa Israeli, tokeo la Bwana au tokeo la Mungu au teofani lilikuwa linaleta mabadiliko makubwa katika nafsi za wale watu waliokuwa wanatokewa. Musa alifanya mabadiliko makubwa sana. Wana wa Israeli walimtambua Mungu katika matokeo hayo. Mimi na wewe hatuna budi kumtambua Yesu Kristo anayetokea leo. Hatuna budi kumfuata Yesu Kristo huyu aliye nyota. Ndugu zangu, ndio maana wazo la leo ni ukiona nyota kuwa nyota. Mwambie jirani yako, ukiona nyota kuwa nyota. Usikae kinyonge. Mwambie tena, ukiona nyota kuwa nyota. Kwa sababu ya haya ambayo tunataka tuyatafakari, ambayo ukiyaweka ndani ya moyo utakuwa nyota katika maisha ya watu wengine. Ndugu zangu, tukiwa na hilo wazo, naomba tuangalie mawazo makuu matatu ambayo yanajikita katika Dominika hii ya leo. La kwanza, mwambie jirani yako, Kristo ni nuru, tembea katika nuru. Kristo ni nuru, tembea katika nuru. Yaani maana yake uangaze na wewe, uinuke na wewe kama Mkristo, utembee katika nini? Katika nuru. Sehemu ya maandiko tuliyosikia katika somo la kwanza linatoka katika sehemu ya 3 ya kitabu cha nabii Isaya. Kitabu hiki kama tunavyojua maandiko matakatifu kimegawanyika katika sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza ni kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya kwanza hadi sura ya 39. Sehemu ya pili inaanzia ile sura ya 40 mpaka ile sura ya 55. Sehemu ya 3 ni ile sura ya 55 mpaka mwisho ile sura ya 66. Sehemu ya kwanza wana wa Israeli wanakuwa katika nchi yao. Sehemu ya pili wana wa Israeli wanakuwa utumwani. Sehemu ya 3 wana wa Israeli wamerudi katika nchi yao tena. Kwa hiyo somo tulilolisikia hili la kwanza linatoka sehemu ya 3, maana yake wana wa Israeli wametoka utumwani, wamerudi katika nchi yao wenyewe. Ukishaelewa hivyo, ni rahisi sana kutafakari hapa na kuweka kumbukumbu ndani mwako kwamba Mungu anataka aseme nini katika somo hili. Tumesikia, ondoka uangaze, kwa maana nuru yako na utukufu wa Bwana umekuzukia. Ndio hili somo linaanza hivyo na linasema hivyo. Kwa sababu gani? Na nataka niwaeleze, katika historia ya dunia, Yerusalemu ilikuwa ni mji wa Yuda wa wakati ule, moja ya mji mikubwa sana uliowahi kuwepo. Na mji huu ulijengwa kwa ngome na hekalu zuri la kuabudia lilijengwa katikati ya mji huu na mfalme Suleimani hapa Yerusalemu. Lakini wahenga wanasema hakuna marefu yasiyokuwa na nini? Ncha. Ilifika wakati mji huu ukavamiwa, hekalu likabomolewa na wana wa Israeli wakapelekwa wapi? Utumwani. Ndugu zangu, naomba niwaambie, mwaka 587 ilikuwa ni mara ya 3 kupelekwa utumwani kwa wana wa Israeli, na walirudi mwaka 538 kabla ya Kristo katika mji wao huu. Lakini mbaya zaidi, kwa sababu walikaa muda mrefu nje, waliporudi walikuta kuna watawala wengine wakawekwa chini ya Wasamaria. Hapo wana wa Israeli wakaanza kulia. Wana wa Israeli wakaanza kuhuzunika kwamba Mungu amewaacha, Mungu hawaangalii tena, wakata tamaa kabisa. Ndio hili somo tunalisikia kwamba nabii anawaambia msikate tamaa,
msife moyo. Inuka tena, simama tena, kwa maana nuru yako imefanya nini? Imekuzukia. Bwana amesikia kilio chako. Bwana amesikia dua yako. Bwana amesikia mahangaiko yako. Bwana amesikia yote unayopitia, na sasa yuko tayari kushika mkono kutembea tena upya. Ndugu zangu katika Kristo, tunaweza tukahisi kilio ni cha wana wa Israeli peke yao, lakini mimi na wewe ambao ni Wakristo, wakati fulani tunapitia hali hiyo hiyo. Unaweza ukajiuliza, ni mara ngapi tumekata tamaa ya maisha? Ni mara ngapi tumevunjika moyo? Ni mara ngapi tumeona hatuna bahati? Ni mara ngapi tumehisi Mungu ametuacha na hatuoni wala asikii sala zetu tena? Ni mara ngapi nyota za matumaini ndani mwetu zimefifia na kuzimika kabisa kama wana wa Israeli? Kawaida kama binadamu tunaweza tukapitia hali hiyo hiyo kama aliyopitia wana wa Israeli. Leo Kristo aliyewatokea watu wa mataifa, leo Kristo aliye nuru, leo Kristo kama Bwana alivyosema kwa wana wa Israeli, anasema tena na mimi na wewe kwamba inuka tena, simama tena, nuru imefanya nini? Imekuzukia. Yeye aliyerejesha matumaini kwa wana wa Israeli, yeye aliyejenga tena mji huu wa Yerusalemu kiukweli kabisa, katika sherehe hii, katika adhimisho hili kwa imani. Ndio maana nasema lazima uwe nyota, amini usiamini. Atajenga tena familia yako, atajenga tena watoto wako, atajenga tena biashara zako, atajenga tena uhusiano wako, atajenga tena maisha yako, atajenga tena afya yako. Kikubwa muone yeye kama nuru na umfuate. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, naomba niwaambie, hii imani sio tu ya kukaa chini, bali ni ya kusali, kuomba na kufuata usiku na mchana. Tumesikia mamajusi walivyohangaika kumtafuta Kristo. Imani yetu ni safari kama hawa mamajusi, kumtafuta Mungu usiku na mchana. Na ukweli lazima kutambua, Mungu anaona tunamtafuta. Mungu anaona kwamba sisi tuna kiu naye, na ndio maana anatuongoza na anatuona. Nyota iliwaongoza mamajusi, Mungu atatuongoza na sisi. Tuko katika safari kumtafuta Yesu Kristo. Tuko katika safari kuelekea Yerusalemu mpya. Kwa nguvu zetu hatuwezi, lazima kumtazama nani? Yesu aliye nyota. Mamajusi waliona ile nyota wakafuata. Sisi tunamsikia kila siku Yesu, tunasikia maandiko matakatifu, lazima tuone na tufanye nini? Tufuate. Ndio maana nasema ukiona nyota kuwa nini? Nyota. Unakuwa nyota namna gani? Pale unapoakisi ufuasi wa Yesu Kristo. Pale unapoakisi ufuasi wa Yesu Kristo, watu wakikuona waseme huyu kweli anamfuata Yesu Kristo, huyu kweli ni mfuasi, huyu kweli ni Mkristo mwenyewe. Inaumiza na inasikitisha pale Mkristo asipoakisi Ukristo wake. Pale unapokuta Mkristo anaakisi vitu tofauti na Ukristo. Unakuta Mkristo yeye mwenyewe akosekani kwa waganga. Unakuta Mkristo anaongoza kwa fitina. Unakuta Mkristo yeye mwenyewe asimami katika ukweli. Unakuta Mkristo yeye mwenyewe watu wanaulaumu kwa kazini, wanasema bora mtu fulani, bora mtu fulani. Sio huyu Mkristo. Inaumiza sana. Ukiona nyota kuwa nini? Nyota. Mwambie yako tena, ukiona nyota kuwa nyota. Jambo la pili nimesema kuna mambo matatu. Jambo la ngapi? Mwambie jirani yako, ogopa roho ya Herode. Ogopa roho ya Herode. Hapa naomba mnielewe vizuri. Hii ni roho ya namna gani? Je, ipo au haipo? Je, tunayo au hatuna? Katika somo la Injili tumesikia Injili ya Mathayo ile sura ya 2 aya ya 1 mpaka ya 12. Tumesikia habari za majusi na namna mfalme Herode alivyowasaidia kumuona mtoto Yesu. Na anawapa agizo, sikieni agizo, kuwa watakapomuona warudi wamwambie, ili yeye naye aende kufanya nini? Kumsujudia. Tunaenda tuzidi kuelewa vizuri. Swali linakuja, naomba niwaulize, je, ni kweli Herode alikuwa na lengo la kwenda kumsujudia mtoto Yesu? Unanielewa hapo?
Je, ni kweli Herode alikuwa na lengo la kwenda kumzuidia mtoto Yesu? Jibu ni nini? Hapana. Sasa hebu tujiulize tena swali lingine kwa hali ya kawaida kabisa. Tunaweza kujiuliza, kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa na uhusiano gani na mfalme Herode? Yeye pamoja na Yerusalemu nzima wanasikitika, wanafadhaika. Kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa na uhusiano gani na mfalme Herode? Tunajua kabisa kwamba Yesu Kristo hakuwa mtawala wa dunia hii, si ndio? Tunafahamu, wala hakupanga kujihusisha na utawala wa dunia hii, wala masuala ya kisiasa, wala ya kiuchumi, wala chochote kile. Lakini swali linabaki pale pale, kwa nini Herode atake kumwinda na kumuua huyu mtoto Yesu? Ni roho ya nani? Ya Herode. Roho ya woga fulani hivi ambao ulikuwa ndani mwake, na anaushirikisha huu woga kwa watu wengine, nao wanafadhaika pamoja naye. Je, ni kweli wale watu walifadhaika pamoja na Herode? Au ni kwa sababu Herode tu alikuwa mtawala na wale wakasema tunafadhaika pamoja na wewe? Na nielewa? Je, ni kweli wale watu Yerusalemu nzima ilifadhaika kwa sababu ya kuzaliwa kwa Yesu, au kwa sababu Herode tu alikuwa mtawala, wale watu wa chini wakaona waungane naye katika kufadhaika? Ogopa roho ya nani? Roho ya Herode, roho ya woga fulani. Woga kwa wenyewe si mbaya, ila ukiutumia kama Herode kuangamiza, hapo unakuwa na cha kujibu mbele ya nani? Ya Mungu. Huu ni woga wa ajabu sana. Alikuwa na woga kwamba Masia atampindua, kwamba Masia atamfanya si lolote si chochote, kitu ambacho unaweza ukajiuliza ukashangaa sana. Hebu tuwe wa kweli kabisa, sawa? Kwa mfano, kama Yesu angekuwa anataka kuchukua huu ufalme wa Herode, si ndio? Tuashumu hivyo, sawa? Tuangalie uoga wa ajabu. Je, mpaka Yesu anakuwa mtu mzima kabisa, Herode angekuwa na miaka mingapi? Si mzee kabisa, washafariki. Je, angekuwa bado kwenye kiti? Hapana, si ndio? Unaelewa hiyo? Kwa hiyo ni woga wa ajabu sana. Ni mtoto tu, si lolote si chochote, ni mtoto. Ni nani? Lakini anawindwa na nani? Na mfalme. Ni mtoto ambaye hawezi kuongea, hawezi kujitetea, hawezi kukimbia, hawezi kusema chochote, amelala analia porini, lakini anawindwa na nani? Na mfalme. Mwambie hapo tena, ogopa roho ya Herode. Sasa tunakuja, je, hii roho ya Herode ipo kwa Herode peke yake tu au hata kwetu pia? Tunayo. Sasa tuiangalie kwenye ulimwengu ambao tunaishi. Twende katika ulimwengu wa taasisi mbalimbali, majumbani, maofisini, mitaani na ndani ya majumba. Tuangalie roho ya nani? Ya Herode. Ukiangalia katika mfumo tunaoishi ulimwengu huu, katika taasisi zetu, makazini kwetu, kuna watu wana roho ya nani? Ya Herode. Nitaeleza hivi. Watu wengi wameshindwa hata kupata ajira, si kwa sababu au hawana vyeti au hawana vigezo, ila tu kwa sababu waajiri wakiangalia vyeti, wakiangalia experience, wakaangalia uzoefu na ufanisi wa mtu, wanaogopa. Naelewa? Wanasema au wanawaza, nikimwajiri huyu haiwezekani tena. Nikimwajiri huyu mimi kiti changu nini? Basi. Kwa hiyo cha kufanya simpi ajira. Roho ya nani? Ya Herode. Wengine waajiri wameletewa barua ya kusoma kwa mfanyakazi, anasema akienda kusoma, akirudi, hiki sio nini changu. Cha kufanya ni kufanya nini? Kusema hapana kwenda kusoma. Kuna semina inatokea, mafunzo fulani madogo, mfanyakazi mmoja anapendekezwa, bosi anasema akienda, akirudi, sitakuwa mimi tena. Roho ya nani? Ya Herode. Inatesa na inaumiza. Ukimwangalia ni kijana mdogo anaanza kazi, binti mdogo anaanza kazi, anapambana kwa ajili ya maisha yake na familia, si chochote, si lolote, lakini anaumizwa na aliye juu, kwa sababu aliye juu ana roho ya nani? Ya Herode. Ndugu zangu, naomba niwaambie, watu wanaogopa wakati mwingine
kuonyesha hata uwezo wao, ufanisi wao, au hata kutoa ushauri ambao utaleta mafanikio makubwa sana ofisini, wasije wakawa tishio kwa wakuu wao au kwa mabosi wao. Na nielewa, watu wanaogopa, ukweli wanaujua, kila kitu ndani ya mioyo yao wanakijua, lakini wanaogopa ushauri wao ukifanyiwa kazi, maisha yao ofisini yatakuwa nini? Magumu. Kwa sababu aliye juu ana roho ya nani? Ya Herode. Ataonekana ni tishio, ataonekana ni threat, na hapo anaweza akapoteza kibarua chake. Kwa hiyo cha kufanya anafanya nini? Anakaa pembeni, anaumia ndani ya moyo wake. Ogopa roho ya nani? Ya Herode. Naomba nizidi kuwaeleza, makazini watu wengine wanaendana kwa waganga kwa sangoma. Unafahamu? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uoga wa kupoteza ajira zao ama cheo chao. Analinda kiti chake kwa imani za kishirikina kwa sababu ya roho ya nani? Ya Herode. Analinda nyadhifa yake kwa imani za kishirikina na kwa ndumba. Naye unaweza ukashangaa ni Mkristo kabisa, lakini uoga wa ajabu huu unasababisha anaingia katika shiriki ambayo hata yeye mwenyewe hakuitegemea. Roho ya nani? Ya Herode. Roho ya uoga wa kupoteza. Roho ya uoga wafanya nini? Wa kupoteza. Nitapoteza ufalme, nitapoteza cheo, nitapoteza hiki. Kwa hiyo unaingia. Naomba niwaambie tena, zidi kueleza, katika ulimwengu huu tunaoishi, katika hasa nyanja za kisiasa, tunaona mengi, tunasikia mengi, tunapitia mengi. Tunasikia watu wanatekana, watu wanauana, kuna wizi, kuna kuumizana, kukandamizana kwa sababu ya nini? Ya roho ya Herode. Kwamba huyu atanipindua, huyu atanifanya mimi vibaya, huyu atafanya mimi niondoke katika kiti changu. Si sawa. Ukimwangalia huyo anayekutisha ni mtoto tu, ni kitoto. Ni nini? Ni kitoto. Kikisimama mbele yako unaona kabisa wewe ni Herode, hiki ni kitoto. Akiwezi kuongea, akiwezi kusema, hakina chochote. Isipokuwa kwa sababu ya roho ya Herode, unakuta watawala wengi wanaumiza familia za walio wengi, wanasababisha misiba katika familia za walio wengi, wanasababisha vilio kwa watu wengi sana, majonzi kwa watu wengi sana. Kwa sababu ya nini? Ya ufalme. Mbejani yako, ogopa roho ya nani? Ya Herode. Ogopa roho ya Herode. Ndugu zangu katika Kristo, naomba tuendelee, niwaonyeshe roho za Herode hizi. Twende katika familia zetu tunazoishi, utashangaa sana. Naomba niwaeleze, wadada wa kazi wanateseka sana. Wadada wa kazi wanateseka nini? Sana. Kisa muonekano wao tu. Mama akiangalia anasema wap. Kisa ukarimu wao, tabasamu lao, mapishi yao, mambo ya kawaida kabisa. Mama anachukia si kwa sababu nyingine yoyote, ila kwa sababu ya haiba ya yule mtu. Chuki si chochote. Chuki haina sababu. Sababu ni kwa sababu ya haiba ya huyu mtoto. Ni ya ajabu sana hii. Mtoto wa watu amekuja mjini kutafuta maisha, ameingia katika familia kutafuta maisha, lakini kwa sababu ya roho ya Herode ndani ya familia, mtoto huyu anapitia nini? Mateso. Mtoto huyu ananyanyasika. Si vema. Mama anaogopa kufanya nini? Kupinduliwa. Ogopa roho ya nani? Akienda likizo yuko naye, akienda sokoni yuko naye, akirudi jioni simu leta hapa, inakaguliwa. Huyo dada wa ndani amekuwa mtawa, ataishi kwako milele. Na maana hutaki aolewe. Wanaume hawaeleweki. It's okay. Kwa hiyo ufanyeje? Ukiangalia kikubwa ni roho ya nini? Dada wa watu anateseka ndani. Anakumbuka hata wazazi wake wengine waliofariki kwa sababu ya roho ya nani? Ogopa roho ya nani? Zangu katika Kristo, nazidi kueleza hii kitu. Kipo katika jamii zetu, hata katika familia. Baba akisafiri, mama hana amani kabisa. Tawaeleza
Kuna wengine wamediriki hata kwenda kwa waganga na kutumia dawa kuwashikilia wame zao. Useme ndio sawa, na ndio ukweli, kuwashikilia wame zao. Mbaba wa watu kwa nje anaonekana mtanashati, anatembea vizuri, anaongea vizuri, ana upendo mkubwa kwa mke wake, kumbe ameweka wapi? Ganjani tayari. Kwa sababu mama anaogopa baba akienda huko atafanya nini? Atapinduliwa. Mkristo unapishana kwa mganga kana kwamba unatoka sijui wapi. Roho ya nani? Ya Herode. Baba huyu nyumbani anaonekana ni baba, kumbe amefungwa kamba kichwani. Asikii lolote, asikii cha mtu. Anasema anampenda mke wangu, kumbe anapenda dawa zile alizowekewa na mke wake. Zangu, ogopa roho ya nani? Ogopa roho ya Herode. Tunazidi kwenda kwenye familia. Sawa? Naeleze roho ya nani? Ya Herode. Wababa wanaogopa wake zao wakisoma. Kwa sababu anasema akisoma huyu atanipindua, huyu atanidharau, ndoa itavunjika. Wewe cha kufanya, mke wangu hamna kwenda shule. Ogopa roho ya nani? Ya Herode. Baba wengine watakwambia mama anakuja na idea, anataka tufungue biashara. Baba anasema acha biashara hiyo, mimi nitakutafutia mtaji, nitafungulia biashara nyingine. Utasubiri usiku na mchana na miaka yote itapita, hakuna biashara inayofanyika. Baba anaogopa mama akifungua biashara atafanikiwa na mambo yatakuwa ndivyo sivyo, na yeye atapinduliwa katika baba wake. Kumbe hamna lolote, ni woga wa nani? Wa Herode. Nanielewa? Ogopa roho ya nani? Ya Herode. Ukisikia mume wako anakuambia hivyo, tambua roho yake iliyo ndani. Sio roho ya mafanikio, sio roho ya matashi mema, sio roho ya kubeba familia. Ni roho ya nani? Kwa sababu haoni kesho. Kesho kutwa baba unaweza kupata majanga aina yoyote yale. Ajali zipo akuombei. Lakini maisha yanafanya nini? Yanabadilika. Nani atasimama tena kwa ajili ya familia yako? Nani atasomesha tena watoto kwa ajili ya familia yako? Usitazame mke wako kwa jicho la leo. Mtazame mke wako kwa jicho la wapi? Kesho. Usimsikilize anachoongea kwa jicho la leo. Msikilize kwa jicho la wapi? La kesho. Nawe utaona mafanikio katika familia yako. Ogopa roho ya Herode. Ndugu zangu katika Kristo, twende katika biashara. Biashara nyingi sasa hivi ndio kabisa zinaendeshwa na watu wenye roho za nani? Za Herode. Nyingi zinaendeshwa kwa madawa ya kuvuta wateja, kwa sababu wanaogopa. Wakiona mwenzake duka lake limeshamiri, anaanza kuhisi kana kwamba huyu mtu anafanya nini, atafanya nini, atampindua. Akiona mteja amekuja kuulizia bidhaa yake, akaenda akaipata kwa mwingine, ni changamoto pia. Akiona amefungua biashara ya aina fulani, jirani yake akafungua biashara ile ile, roho inamuuma. Anaanza kutafuta namna ya kumwangamiza huyu. Utasikia maneno, kuharibiana, kusengenyana, kuchukiana na kutungiana vitu vidogo vidogo tu, ili biashara mwingine ifanye nini? Ife. Ndugu zangu katika Kristo, ndio jamii yetu tunayoishi. Watu wana roho za nini? Za Herode. Tulisema ofisini, tukasema mabosi, lakini hata sisi wafanyakazi tuko hivyo hivyo. Roho za nani? Hatupendi kuona karama za mtu mwingine. Hatupendi kuona mwingine anainuka, bila kuelewa kwamba kila mmoja Mungu amemjalia kadiri ya karama yake. Ndugu zangu, hebu sikia. Mamajusi walishangilia kwamba Mwokozi amezaliwa. Herode alisikitika. Omba roho ya kushangilia kwamba Mwokozi amefanya nini? Amezaliwa. Kwamba msaidizi amekuja katika ofisi. Mwenzangu amebarikiwa ili atuinue. Mwenzangu amebarikiwa ili atuonyeshe njia. Mwenzangu amebarikiwa ili wote tuweze kusonga wapi? Mbele. Badala ya kusikitika, mkumbatie, mwambie Mungu asante. Nanielewa? Ogopa roho ya nani? Ya Herode. La ngapi? La pili. La tatu na la mwisho, mwambie jirani yako, nyota ikipotea wewe usipotee. Nyota ikipotea wewe usipotee. Nyota iliyoongoza mamajusi ilipotea.
Ndio maana tunasoma katika maandiko, walipoiona ile nyota, unanielewa? Walipoiona ile, maana yake nyota ilifanya nini? Ilipotea. Ndugu zangu, ni ukweli kabisa. Ile nyota mpaka inatokea baadaye inapotea, haikuwa nyota ya kawaida. Ni Mungu alitumia kile ambacho akiongei, kile ambacho kimelala kikadhihirishwa na kile ambacho kinaonekana kama nyota. Unanielewa? Mungu alitumia viumbe ambavyo haviongei kumjulisha mtoto Yesu pia aliyekuwa afanye nini? Aongei, amelala. Nyota hiyo ilitumika kumdhihirisha mtoto Yesu. Wazo, nyota ikipotea wewe usifanye nini? Usipotee. Naomba niwaambie, katika maisha, katika nini? Maisha, nyota huwa inafanya nini? Inapotea. Nyota inafanya nini? Mwanga huo unafanya nini? Nyota ya Musa, nitawapa mfano, ilipotea, akaenda uhamishoni, lakini baadaye ilionekana, akaongoza wana wa Israeli toka utumwani. Ndio maana nyota ikipotea wewe usifanye nini? Usipotee. Sawa? Kwa sababu iko wakati nyota itafanya nini? Itaonekana. Unanielewa? Nitawapa mfano mwingine. Nyota ya Yusufu ilipotea, akafungwa gerezani, akapitia mateso, lakini baadaye ilionekana akawa waziri mkuu wa wapi? Wa Misri, na mkombozi wa ndugu zake. Nyota ikipotea wewe usifanye nini? Usipotee. Kwa sababu nyota ina tabia ya kupotea, baadaye ufanye nini? Kuonekana. Lakini unaweza kujiuliza, kwa nini Mungu anaruhusu nyota ipotee? Nitawaeleza sababu ndogo tu. Moja, ili Mungu akuonyeshe walio wako na wasio wako. Ili Mungu akuonyeshe walio upande wako na wasio upande wako. Mamajusi walimjua Herode baada ya nyota kufanya nini? Kupotea. Na nielewa ndugu zangu katika Kristo, watu wengi watakwambia tuko pamoja, usiwe na wasiwasi, I love you, wewe ndio malaika wa moyo wangu, subiri nyota ifanye nini? Ipotee. Na nielewa, nyota ikipotea ndio utajua huyu aliniambia nakupenda ila kutoka moyoni. Nyota ikipotea ndio utajua una marafiki wa kweli au wanafiki tu. Wahenga wanasema akufae kwa dhiki ndiye rafiki wa nini? Wa kweli. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anapoteza nyota ili akuonyeshe walio wako na wasio. Kingine naomba tuelewe cha mwisho, Mungu anapoteza nyota ili akupe kilicho bora zaidi. Mnanielewa? Nyota inapopotea ni Mungu anafunga mlango mmoja ili akufungulie mlango mwingine wa maisha ulio mzuri zaidi. Mungu akitaka kukubariki kwa jambo lililo kubwa zaidi, nyota inapotea. Kasikilize au fuatilia historia ya Mtakatifu Josefina Magdalena Fortunata Bakita, mtumwa huyu kutoka kule Sudani. Nyota yake ilipotea, lakini akawa mtakatifu nchini Italia. Fuatilia historia ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, utaelewa. Fuatilia historia ya Nelson Mandela, utafanya nini? Utaelewa. Mungu akitaka akufungulia mlango ulio bora zaidi, nyota inafanya nini? Inapotea. Ndugu zangu, kuna wakati mwingine unaweza kuwa katika mahusiano, baadaye yule mtu aliyekuahidi kukuoa mambo yakaenda ndivyo sivyo, akaenda akaoa huko sehemu nyingine. Ukisikia mambo yanayofanyika huku unasema bora Mungu aliniepusha na hii balaa. Ulikuwa unalia, lakini ukisikia unasema Mungu ni wewe tu. Mimi sikujua, ila ni nani? Ni wewe. Sisi tunaona jana, tunaishi leo, hatujui wapi kesho. Ila Mungu anajua jana yetu, anatambua leo yetu na anatazama kesho yetu. Wakati mwingine Mungu anakwambia, mwanangu, tulia kwanza. Huyu sio. Na nielewa ndugu zangu katika Kristo, huyu sio. Kazi hii sio. Hapa usiende, hapa. Akiukataza nyota inapotea ili Mungu afungulie nyota iliyo bora zaidi. Ndugu zangu, naomba nikwambie, nimesema nyota ikipotea wewe usifanye nini? Usipotee. Mwisho, nyota yako ikipotea, songa mbele.
Usisawi, nyota yako ikipotea songa wapi? Ili ubaki wewe kama nyota. Unanielewa? Kupotea kwa nyota hakukuzuia harakati za mamajusi kumtafuta nani? Yesu. Walisonga wapi? Mbele. Baadaye nyota ilionekana, maisha yao yakawa ya furaha. Tumesikia walifurahi kwa furaha kubwa mno. Naomba nikuombe sana. Naomba nikuombe, kupotea kwa nyota yako yoyote kule usije kukakufanya ukakata tamaa. Na nielewa ndugu zangu katika Kristo, kupotea kwa nyota ya ajira usikatishe tamaa. Kupotea kwa nyota ya mahusiano usikatishe nini? Tamaa. Kupotea kwa nyota ya biashara usikatishe nini? Tamaa. Kupotea kwa nyota ya ndoto zako usikatishe nini? Tamaa. Amini usiamini, ipo siku moja nyota itaonekana, nawe utafurahi kwa furaha kubwa mno. Mungu awabariki sasa na hata milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.